Swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika. Wagonjwa wengi wa saratani wanajulikana na ugonjwa huu wakiwa wameshafika stage za mbali kabisa na hivyo kuleta athari ya uhai wao. Nini mkakati wa serikali kuhakikisha wanatoa elimu ili watu wengi waweze kupima mapema kabla ya kuathirika? Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu kwa kifupi. Mheshimiwa Spika, miaka mitatu iliyopita kwa kweli swali la msingi alilolisema dada yangu hapa lilikuwa hivyo. Lakini baada ya rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kusambaza teknolojia na miundombinu mpaka chini kule, sasa kutoka 90% ya wagonjwa waliokuwa wanakuja ikiwa kensa imefika mbali, sasa wameshapunguzwa kwa 78%. Maana yake mpaka baadaye utaona kwamba wamepungua kabisa, kwa sababu sasa teknolojia iko chini na wataalamu wameshushwa chini na uwezeshaji umeenda. Kwa hiyo hilo limeweza kushughulikiwa kwa kina kama ambavyo ungetamani. Kwa hiyo ripoti ndio hiyo. Mheshimiwa Angelina Mabula, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika. Wagonjwa wa kansa wamekuwa kiongezeka siku hadi siku. Je, serikali haioni ni muda mwafaka sasa kuona namna bora ya kuweza kutoa ruzuku kwa wagonjwa hao waweze kuwa wanapata matibabu, kwa sababu wengi hawana uwezo wa kuweza kujitibia wenyewe? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu kwa kifupi. Mheshimiwa Spika, moja sera yetu ni kuwatibu hawa wagonjwa bure, lakini swala sio kutoa ruzuku kama ambavyo nilishasema kwenye swali la kabati. Kuna utaratibu huo wa kuwasaidia, lakini swala inawezekana zamani kuna watu wanakufa na kensa lakini wajulikani, lakini kwa sababu ya uboreshaji wa huduma za afya sasa watu wenye wanajulikana mapema na watu wamekuwa wakiwa screened mapema na kujulikana tatizo ni nini. Lakini pia tutaendelea kuendelea kutoa elimu ili kupunguza sababu ya watu kupata kensa badala ya kuongeza ruzuku. Mheshimiwa Stella Manyanya, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika. Kwa nini madaktari bingwa ambao wangeweza kusaidia masuala ya kansa na wale wanaoenda kwa ajili ya huduma za kupeleka vijijini hawalipwi posho zao kupitia bima ya afya, kwamba hawatambuliki katika bima ya afya? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, nimelisikia hapa, sitegemei bima ya afya isiweze kuwalipa madaktari ambao wanasaidia wagonjwa wa kensa. Mheshimiwa Rita Kabati, tutasaidiana unionyeshe specific ni nini kimetokea, na nataka kukuhakikishia tutalitatua leo na kuisha na hiloalitalijirudia. Ni Mheshimiwa Stella Manyanya, sio Mheshimiwa Rita Kabati. Mheshimiwa Hadija Shaban Taya, mbunge wa viti maalum, sasa ulize swali lake. Je, serikali imeweka utaratibu gani wa kuwasaidia matibabu ya ngozi watu wenye ualbino kutokana na ugonjwa wa saratani ya ngozi kuongezeka? Mheshimiwa Niaba, umechelewa kufika. Ngoja nimpe Shali wenda kwa swali la nyongeza. Mheshimiwa Shali Raymond. Asante Mheshimiwa Spika. Naomba sasa kwa niaba ya Mheshimiwa Hadija Shaban Taya, mbunge viti maalum, swali lake namba 63 lipatiwe majibu na serikali. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, serikali inatambua changamoto wanazokabiliana nazo watu wenye ualbino. Serikali imechukua hatua kadhaa kusaidia matibabu ya kinga ya saratani ya ngozi kwa watu wenye ualbino kwa kutekeleza yafuatayo. Moja, kuanzisha vituo maalum vya uchunguzi na matibabu ya saratani ya ngozi katika hospitali mbalimbali nchini ili kuhakikisha watu wenye ualbino wanapata huduma hizo kwa urahisi. Mbili, kuimarisha upatikanaji na usambazaji wa vifaa kinga ikiwemo mafuta maalum ya kujikinga na jua ambayo yamejumuishwa kwenye bidhaa za afya zinazoagizwa na bohari kuu ya dawa yani MSD. Tatu, serikali imeandaa mpango kazi wa taifa wa haki na ustawi wa watu wenye ualbino unaolenga kuboresha hali ya maisha ya watu wenye ualbino kwa kuimarisha huduma za afya, elimu na ulinzi dhidi ya saratani ya ngozi. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Shali Raymond, swali la nyongeza. Swali la kwanza. Ualbino unatokea kutokana na wazazi wa aina mbili kuwa na zile chromosomes za aina fulani. Je, elimu inatolewaje ili watu hao sasa wasiende tena
kukutana au kuoana ili waongezeke kwa kasi. Hilo ni la kwanza. Swali la pili, kwa kuwa vifaa hivyo umevitaja, eneo linalofahamika zaidi ni hospitali ya KCMC. Je, inawezekana sasa kutoa vifaa hivyo kwenye hospitali za rufaa na kushusha kwenye vituo vya afya hadi kwenye dispensaries? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, kwanza nimpongeze Mheshimiwa mbunge kwa namna ambavyo amekuwa akifanya kazi nzuri sana kwenye wilaya zetu sisi wabunge ambao tunatokea mkoa wa Kilimanjaro. Tunakushukuru sana dada yangu kwa jinsi ambavyo unawahudumia kina mama kwenye hili eneo lako. Lakini swali lake la kwanza kwamba kuhamasisha watu ambao wana uwezekano wa kupata mtoto albino wasioane, hilo ni gumu kidogo, kwa sababu wanaanza kupendana hata kabla ya kuanza kupima mambo mengine. Kwa hiyo sasa wakati mwingine, na hilo nalo ukilichukua kama serikali, inabidi tuwe makini sana kwenye swala zima la unyanyapaa na mambo mengine yanayofanana na hayo. Tunalichukua kulitafakari, lakini ni ngumu sana namna ya kulitekeleza, ijapo inajulikana sababu hizo, lakini tunafikiri sio swala la kuzungumza sana ili kuondoa unyanyapaa na kupunguza mambo mengine ya aina hiyo.